Lakini kwa nini kifo cha msalaba cha Yesu ni cha tofauti? Ni kwa sababu kifo cha msalaba cha Yesu Kristo kilikuwa ni kifo cha mtu ambaye hana hatia. Hana hatia. Damu yake ilikuwa haina hatia. Yesu hakuwahi kutenda dhambi yoyote, hata ya kusingiziwa. Hajawahi kutenda dhambi. Amekufa kifo cha haki. Ndio maana tunapozungumza theolojia ya msalaba, ni vizuri kuelewa kwa nini msalaba una maana katika maisha yetu. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Sehemu ya pili ya somo letu, nataka nieleze sababu 6 kwa nini kifo cha Yesu kinapingwa. Sababu ya kwanza, kinapingwa kwa sababu kinafunua hali halisi ya mwanadamu. Kuna kitu tunakiita katika theolojia total depravity. Total depravity ni kiwango cha kupotea cha mtu katika dhambi, ambacho kwa namna yoyote na kwa jitihada yoyote mtu hana uwezo wa kurudi tena kwa Mungu akamtafuta akampata. Maandiko yanasema katika Warumi sura ya 3 mstari wa 10, hakuna mwenye haki hata mmoja. Hiyo ndio total depravity. Mwanadamu amepotea kiasi ambacho hawezi kuikumbuka njia ya kurudi nyumbani. Hii haina maana kwamba mwanadamu hawezi kumtaja Mungu. Hii haina maana mwanadamu hawezi kufunga. Hii haina maana mwanadamu hawezi kwenda hija, kwenye maeneo yake ya hija, kwenye imani yake. Hii haina maana mwanadamu hawezi kusali. Hii haina maana mwanadamu hawezi kuwa na ibada ya Mungu. Lakini hii ina maana ya kwamba vitu vyote hivyo haviwezi kumfanya aweze kumkaribia Mungu. Kwa sababu ibada ya kiroho ina maana kama mtu anaweza kuwa na connection ya kiroho na muumba wake. Lakini kama anaabudu tu kama jiwe na hakuna ibada halisi, basi hiyo ibada ina maana gani? Yesu akawaambia yule mwanamke, waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na katika kweli. Na Mungu anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Sio swala la desturi tu. Sio swala la kukalili maandiko tu. Sio swala la kukusanyika tu. Ni zaidi ya hivi vinavyofanyika katika namna ya nje. Kwa lugha nyingine, msalaba unatuma ujumbe ya kwamba hakuna mwema kwa asili yake kama mwanadamu. Kila mwanadamu anamhitaji Mungu. Ndio maana unaweza ukakutana na aina zifuatazo za upinzani katika pointi yangu hii ya kwanza. Watu wanasema mimi sio mbaya kihivyo, wakidhani ya kwamba kwa kuwa mtu sio muovu kivile, hiyo inaweza ikampa haki mbele za Mungu. Sasa huu ni kupotea kisaikolojia. Mtu anapojipa moyo ya kwamba hata hivyo mimi sijatenda dhambi sana, mimi sio mbaya kama yule, mimi sio muovu kama fulani, kwani mimi nimeua mtu mpaka nianze kujisikia hatia? Sasa huku ni kujidanganya kisaikolojia. Lakini kuna dhana ile ya kwamba watu wote wamefanya dhambi. Kwa nini mimi nijisikie kwamba nahitaji kuhangaika na Mungu? Sasa hii mob psychology inamsaidia mtu tu kumpa nafuu ya kudhani ya kwamba kwa kuwa na watu wengine wanatenda dhambi, kifo cha wengi ni harusi. Haiwezi kuwa harusi, kwa sababu Biblia inasema kila nafsi itasimama mbele za Mungu. Tunaweza tukashirikiana katika uovu. Ninaweza nikawa ninaishi maisha mabaya kama yanayofanana na ya mtu fulani anayefanya mambo mabaya.
Lakini siku ile tutakaposimama mbele za Mungu na mbele za haki, kila mtu anabeba furushi lake. Mungu wetu atusaidie sana. Lakini kuna watu wanaokataa kutubu, hawataki kutubu, hawataki kutubu tu kwa sababu hawataki mabadiliko. Kwa hiyo kwa nini msalaba unapingwa? Ni kwa sababu mwanadamu amepotea vibaya, total depravity. Mwanadamu ameenda kwenye kina cha upotevu kiasi ambacho hata ukimpa dini haponi, hata ukimkaririsha aya haponi, hata akishiriki ibada mara milioni haponi. Inamhitaji mtu atubu na kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa sababu msalaba ndio daraja la kumwendea Mungu. Sababu ya pili kwa nini msalaba unapingwa ni kwa sababu kifo cha Yesu kinapingwa kwa sababu kinavunja mfumo wa dini ya matendo. Kuna kitu kinaitwa dini ya matendo. Dini ya matendo iko dini zote duniani. Hakuna dini ambayo hakuna imani ambayo haina dini ya matendo ndani yake. Hata Ukristo usipokuwa mwangalifu, unaweza ukaondoka kwenye neema ukahamia kwenye dini ya matendo. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9, Paulo mtume akiwa amejaa ufunuo wa Mungu na Roho wa Mungu alionya sana juu ya dini ya matendo. Akasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Anaongea na Waefeso, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Kwa lugha nyingine, haikutokana na matendo yenu. Hamkuokoka kwa sababu ya matendo yenu mema. Mmeokolewa kwa sababu ni kipawa cha Mungu. Neno hilo kipawa cha Mungu maana yake ni karama ya Mungu, ni uwezo wa Mungu. Mstari wa 9 unasema, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa sababu kama ingelikuwa ni kwa matendo, ingelikuwa ni kwa mashindano. Nani ana matendo mengi? Nani ana matendo mazuri? Nani amefanikiwa kutenda jema kuliko mwingine? Lakini wokovu sio hivyo. Imani za dini mbalimbali na madhehebu ya dini mbalimbali yanawahimiza watu kuwa na matendo mema. Wala kuhimiza watu kuwa na matendo mema sio jambo baya, kwa sababu hata katika Ukristo tunahimizana tuwe na matendo mema. Lakini hatuokolewi kwa matendo mema. Matendo mema ni matokeo ya wokovu, sio msingi wa wokovu. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya msalaba, tunazungumza ya kwamba mtu hawezi kujisafisha mwenyewe. Anahitaji kuoshwa kwa damu ya Yesu ya msalaba. Katika dini watu wanataka sheria, orodha ya mambo ya do's na don'ts, mambo ambayo unatakiwa kufanya na mambo ambayo hutakiwi kufanya, kama msingi wa imani. Katika Ukristo, mambo yale unatakiwa kufanya na ambayo hutakiwi kufanya sio msingi wa imani, ni matokeo ya imani. Hiyo inafanya tofauti. Tunapotenda matendo mema, hatutendi matendo mema ili tuokolewe. Tunatenda matendo mema kwa sababu ni matokeo ya badiliko lililofanyika kupitia msalaba wa Yesu Kristo katika maisha yao. Kwa hiyo tunapoona kuna pingwa msalaba kwa maneno ama kwa vitendo, ni kwa sababu watu wanataka wajihesabie haki ama wahesabiwe haki kwa matendo yao. Ndio maana wapendwa, tuna wajibu wa kumhubiri Yesu, ya kwamba ni katika yeye tu ndiye hatia inaondoka. Ukitenda matendo mema hayaondoi hatia, yanakufanya ujisikie vizuri kwamba kuna jambo jema nimemtendea mtu. Na ni vizuri kutendeana mema, ni vizuri kuwa na tabia njema.
lakini hakumfanyi mtu au kumbukumbu la hatia liondoke katika maisha yake. Kujivunia matendo ni jambo la kijinga kabisa katika mambo ya imani. Wokovu hatuununui kwa matendo. Wokovu tunaupokea kwa imani. Kwa hiyo dini ya matendo inapingana na kipawa cha neema ya Yesu Kristo. Jambo la tatu, kinapingwa kwa sababu kinadai toba ya kweli. Toba ya kweli. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwake kwake Bwana. Kitubio sio chakula kile ambacho mtu unakula asubuhi, baadaye unasikia njaa, mchana unakula tena, baadaye unasikia njaa, jioni unakula tena, baadaye unasikia njaa, asubuhi yake unaamkia kiporo ulichoacha jana, unamalizia na chai. Toba ni kitu kinachofanyika mara moja katika maisha ya imani. Unatubu na unabadilika na unaachana na maisha mabaya. Ndio maana Biblia katika mafundisho ya imani inasema kila mtu na aache njia zake mbaya, wala msifungwe katika mafundisho ya kinyonge ya zamani ambayo yanawataka muishi kwa matendo. Ndio maana kuna watu wakisha kufa wananunua ibada, wanasema niombeeni niwekwe mahali pema. Sasa kama unaweza kutoa fedha ili uombewe, ili uwekwe mahali pema, je, yule ambaye hana hela asemeje mbele za Mungu? Basi Mungu ana upendeleo. Mungu anawezaje kuwapa neema ya uwezo wa fedha watu wakanunua haki kwa sababu wana hela? Je, wale ambao hawakupewa hela, hawakujaliwa hela, basi Mungu atakuwa si Mungu wa haki. Kwa hiyo unaona hapa kwa nini msalaba unapingwa, ni kwa sababu watu wanataka wokovu bila kuacha dhambi. Wanataka waishi maisha ya dhambi wakiamini siku moja wanaweza wakaununua wokovu. Na sisi wote tunaelewa Mungu hahongeki hata na walio matajiri kupita matajiri wote duniani. Tuna jamii ya watu wanaotaka Yesu awe mwokozi wao, lakini hawataki Yesu awe Bwana, yani akontrol maisha yao. Ukishaokoka, sisi sio mali yetu wenyewe, sisi ni mali ya Kristo. Kuna kitu kinaitwa cheap grace, yani neema rahisi. Watu hawataki kuishi maisha yanayowagharimu kuishi maisha ya imani. Mtu anataka dunia aipate na mbingu aipate. Haiwezekani. Huwezi kupanda farasi wawili kwa wakati mmoja. Sababu ya 4, kinapingwa kifo cha msalaba kwa sababu ni hekima ya Mungu iliyofichika. Ni hekima ya Mungu iliyofichika. Wanatheolojia wanaita divine paradox. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 1 mstari wa 25, Biblia inasema kwa sababu upumbavu wa Mungu. Hiyo lugha yenyewe inakufanya ujue ya kwamba hiki kitu ni kitendawili. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Kile kinachozaniwa kwa Mungu ni upumbavu, ni kitu chenye nguvu sana na hekima sana kuliko uwezo wa kibinadamu na akili ya kibinadamu. Kwa hiyo kwa nini inapingwa? Kwa sababu dunia inaona Mungu amechagua kuokoa wanadamu kwa njia ambayo haingii akilini. Inaonekana ni dhaifu, inaonekana ni ya aibu, inaonekana ni ya laana, haina mantiki. Kwa hiyo intellectually inakataa, scientifically inakataa.
kifalsafa inakataa.